Wazawa wa Isiolo walioteuliwa kuhudumu katika ngazi ya serikali kuu wametakiwa kutoa nafasi kwa gavana Abdi Guyo kufanya kazi aliyochaguliwa kufanya badala ya kutumia makundi ya watu kuvuruga amani. Na mimi ninatoa wito wangu ya kwamba kuna wale watu ambao wamejiweka kwa opposition na ambao wamekuwa leaders in this county na wamepewa kazi na serikali ya national government, na wanatumia hizo resources kufuruga amani yetu hapa Isiolo County. Na sisi kama wakazi wa Isiolo County tumesema gavana wetu ambaye ni Abdi Ibrahim Guyo apewe nafasi afanye kazi yake, kwa sababu watu wa Isiolo County walimpigia kura ndio akashinda, kwa sababu kulikuwa na candidates hakuwa peke yake, kulikuwa na candidates wengine na yeye ndiye aliibuka mshindi. Kwa hivyo watu watulie, wajue sasa saa ya siasa ni saa ya kufanya projects, kufanyia wananchi wa Isiolo maendeleo, wampe nafasi yake afanye kazi. Na wale wanatumia resources za national government kufuruga amani hapa Isiolo, wajue sisi tunahitaji amani, na wamekuweko wakiwa viongozi na wameamua ati wanataka kufanya hii Isiolo ikue ungovernable. Na sisi hatutakubali. Kwa sababu gani? Wataifanya ungovernable na bado wanakuja kutafuta kura. Sisi nao kama wananchi wa Isiolo wajue kazi yetu ni kumark na kujua ni kina nani wamekuwa wakitufuruga, wakitukosesha amani hii town. Tunashindwa hata kufanya biashara zetu kwa amani, na sisi tumekuwa tukikoexist in peace. Kwa hivyo wasituletee furugu na siasa ambazo ni nduni, kwa sababu wanakuwa na vitisho hapa na pale. Lakini kienye nitawaomba sana, wape gavana wetu nafasi afanye kazi. Tunajua gavana kuna manifesto alikuwa nayo wakati wa kutafuta kura. Kila mtu alikuwa na manifesto yake wakati wa campaign. Na sisi naye kazi yetu ni kumark hayo manifesto, kwa sababu tuna expect gavana ataleta scorecard hiyo time, na tunajua wale wanafuruga ndiye asifanye kazi, ndiye asiweze kuwa na scorecard. Kwa hivyo kila mtu apewe nafasi yake afanye kazi ambayo alichaguliwa na wananchi afanye, na hivyo tutaendelea kuishi kwa amani. Martin Kerema, mmoja wa vijana kaunti Isiolo, naye amehimiza heshima kwa mwakilishi wadi wa Bera Saresio Kiambi. So kwa majina naitwa Martin Kerema aka MC. Mimi ni kiongozi chairman wa youth ya Imenti. Hii inaenda direct kwa ule mtu anajiita chairman wa Imenti, ule mzee Kasaprano ule. Wewe ndugu wangu jamalize Isiolo 2 years, unakuja hapa kuimba wacha my brother, hii Isiolo tumeishi na amani. Wacha kuja kufuruga Imenti, na tunajua kiongozi wa Imenti ni kina nani. Na tukienda mambo ingine, nyinyi hao wenye mnapiga Kiambi kila siku, kura zenu nyinyi zote ni za bula pesa. Mambo ya Wabera inaingilia wapi bana? Mambo ya Wabera waachieni watu wa Wabera, watu wa Bula tupambane na mashida zetu. Akizungumza katika hafla hiyo, Georges Mailudha, kiongozi wa vijana kutoka jamii ya Ameru, ametoa wito kwa gavana Abdi Guyo kutia saini mswada uliopitishwa na bunge la kaunti ya Isiolo kuhusiana na biashara ya vileo. Kwa majina naitwa Georges Mailudha. Mimi ni chairman wa vijana ya Isiolo ya Ameru. Kwanza nishukuru gavana, ile kazi amefanyia sisi kama jamii wa Ameru, amefanya kazi ya kutosha. Na kwa zile ahadi gavana aliwekea jamii wa Ameru yote ametimiza. Mpaka ile tulikuwa naye kwa mkutano amesema amebakisha tu kiti moja ya Public Service Board, na hiyo naye alisema atatekeleza hiyo maneno. Pia nimshukuru kwa sababu iko maneno mingi ameyafanya, mengine siwezi kuyasema hapa saa hii. Pia nikumbushe gavana, sisi kama jamii wa Ameru wengi ndio wako na biashara ya Isiolo bar owners hapa ndani ya town. Kwa mkutano ya last week uliahidi utasign ile bill ilipitishwa na county assembly, na hiyo bill ilipita. Kwa hivyo tunangoja wewe governor usign hiyo ikue pia certain to the law, kwa sababu watu wetu wale wako na biashara watu wengi wanaumia sana. Kwa hivyo tunaomba governor usign hiyo bill iingie na uform the Isiolo County Alcoholic Board,
ikuja haraka haraka, na pia tungeomba hiyo kiti ya CEO ama chairman ya Alcoholic Board ipewe mtu wa jamii yetu, kwa sababu majority wale wako na hizo biashara ni wa Meru. Kwa hivyo naomba mheshimiwa wetu governor atusaidie hapo, na akisaidia hapo atakuwa amesaidia wanabiashara wote. Walisema haya wakati wa mkutano ulioleta pamoja jamii ya Meru pamoja, ambapo walishtumu wapinzani wao. Kwa majina yangu naitwa Lawrence Kanampio. Mimi ni mmoja wa viongozi kwa jamii wa Meru kama patron wa Tigania. Leo nimesimama hapa kushutumu na kukodemu yale matamshi ya wale waliongea juzi wakijidai ya kwamba wao ndio viongozi wa jamii wa Meru. Tuko hapa kusema ya kwamba wao sio viongozi wa jamii wa Meru. Viongozi wa jamii wa Meru wako hapa siku ya leo. Wale tulifanikiwa kufika pale Irunduni kwa deputy president. Tuliona wakati wa Meru waliambiwa wasimame, hiyo timu ilibaki kama imeketi. Na wao walisema ya kwamba wao si wa Meru. Sitaki kusema walisema wao ni kina nani hapa, lakini kwa sababu walikana wa Meru mbele ya deputy president, hata sisi tunawakana hapa leo ya kwamba wao si viongozi wa Meru. They are not our leaders. Na any business ambayo watatransact kivyao. Wamekuwa wakishutumu governor kila wakati wakiongea. Wamekuwa wakishutumu na kuongea vibaya ya MCA Honorable Kiambi kila wakati wakiongea. Nataka niwaambie namna hii. Walikuwa na Kiambi wakati mrefu wakimshika katika opposition. Hakuna siku sisi tuliongea kumtusi Kiambi. Tulimpembeleza katika upendo na kumuongolesha mpaka tukamleta upande wa serikali. Na kwa sababu ameingia upande wa serikali, ninaomba waheshimu Kiambi kama vile tulikuwa tunamheshimu bando akiwa katika opposition. Kiambi amefanya handshake na governor na atafanya kazi na governor mpaka 2027, bado tumrudishe tena kama MCA wa Bera. Number 2, nataka waheshimu governor. Waliongea wakasema ya kwamba governor aliita jamii wa Meru mikora. Niko hapa kukanusha ya kwamba governor hakuita jamii wa Meru mikora. Wale ambao alisema ni mikora ni wale ambao wanajiingisha kichini chini wakijiita ya kwamba wao ni viongozi wa jamii, ila wao sio viongozi wa jamii. Ndiye alisema tuweze kuchunga ili mikora isikuje kujitokeza ikijiita ya kwamba wao ni jamii ya community. Na ndio sababu siku ya leo viongozi wa jamii wako hapa. Number 3, nikimalizia, najua ya kwamba kuna wazee ambao wamekuwa wakiita hao watu wanaenda wanaketi pamoja na wao wanafanya mikutano ya kutusi governor wakisema hao ndio viongozi wa jamii. Nataka niambie wale wazee namna hii ya kwamba wale wanaita pale kutusi pamoja na wao governor kutoka leo sio viongozi wa Meru. Viongozi wa Meru wako hapa na wako katika hali ya kusupport na kushikana na serikali ya Governor Guyo. Nataka niwaambie namna hii. Wakati kijana wao alisimama katika Madaraka Day pale Odonyiro, aliongea na kiburi, akatukana governor, akaongea vile anataka, na wao wazee hawakumpatia advice ya kwamba anafaa kuheshimu governor. Leo hii kijana wao ni jobless. Tuliona pale Ngarimara tukiwa na speaker ambaye ako na heshima, speaker ambaye anaongea vizuri, speaker ambaye anapenda watu wote, ambaye speaker ni nani? Wahid. Speaker ni nani? Mbaricha. Nataka niseme namna hii ya kwamba governor ametufundisha mambo matatu. Nimeona wakati wanafanya mikutano yao wanashutumu serikali kuu. Wanasema serikali kuu imetuacha, president ametuachanisha. Yule president ambaye wanasema amewaacha, awasemi ya kwamba huyu president aliwahost State House ambao sisi wafuasi wa Nguyo hatujaingia hiyo State House. Sasa tunataka kuingia State House kwa sababu sisi ndio ambaye tunaheshimu serikali ya Ruto. Tunataka kuenda State House, ndio? Sisi ndio tunasimama na President Ruto kwa sababu tumefundishwa na governor wetu mambo matatu. Governor ametufundisha amani, Governor Kayole ametufundisha maendeleo, na number 3, governor ametufundisha kuheshimu president, deputy president na kuheshimu serikali kuu. Hao watu wakishtumu serikali kuu hawasemi ya kwamba
President aliwahost State House na akawaondolea security apparatus wote. Hata mzee wetu ambaye ni county commissioner tulimpenda akaondolewa kwa sababu yao. Awasemi hivyo. So president ameondoa county commissioner sababu yao, ameondoa viongozi wa security sababu yao. Atawafanyia nini? Nataka niwaambie namna hii. Kama ground imewakataa, kama MCAs wamewakataa, kama watu wamewakataa, waheshimu rais, waheshimu governor na waheshimu wananchi wa Isiolo, kwa sababu wananchi wa Isiolo hawako tayari kuingia katika street tena. Mambo ya street watu wa Isiolo wamekataa. Tunataka sasa tufanye kazi zetu, tuongojee kura 2027 kwa sababu Kayole anawaongojea kama mpira ya kona. Atagusa tu ingie ndani. Tutam. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.